kwa siku au kwa miaka. Tukiulizwa tunaulizana, we miaka mingapi? Kwa sababu ndio binadamu tunavyojidanganya kwamba sisi tunaishi kwa miaka, lakini ukweli hatuishi kwa miaka, tunaishi kwa sekunde au chini ya sekunde. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuambia walani akhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Sasa unaijua wewe, haiko kwa miaka, iko kwa sekunde. Ikifika sekunde yako, sekunde hiyo ndio utarudisha amana ya watu. Sasa tunajisahau sana, tunadhani kwamba hapa tupo na basi tu. Baada ya hapa wengine tunajisahaulisha kwamba mwisho wa siku kuna hesabu, na hesabu ya yule ambaye kajiwekea mwenyewe kwamba hatodhulumu lolote hata nukta, ulilolichuma au ulioacha kulichuma, likiwa baya likiwa jema. Sasa haya ni mafunzo makubwa sana. Shida yetu ni kushikamana nayo hayo. Sasa mimi leo sitaki nitoe hutuba ya 3, lakini nataka nikumbushe, maana hutuba 2 zishatimia, au sivyo? Nikumbushe tu katika tulioelezwa kwenye hutuba, ili yaendane na yale ambayo tunakwenda nayo katika nchi yetu. Najua mengine mna shauku nayo kuyasikia. La muhimu ndugu zangu niseme, tumepewa mawaidha haya ikiwa ni sehemu ya neema kubwa Mwenyezi Mungu aliyotupa, neema ya Uislamu katika nchi yetu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu katujalia hilo, kwamba katupa wengi wetu, asilimia takriban yote unaweza ukasema ni Waislamu, na Uislamu ni neema kubwa sana, kwa sababu umetanguliwa na kupewa na kitabu kilichokuwa bora kuliko vyote vilivyowahi kutokea na ambavyo hakitotokea chengine chenye ubora juu yake, kitabu ambacho hakikuacha kitu hata kimoja. Sifa yake Mwenyezi Mungu kwa kupitia hichi kitabu chake na kwa kupitia mwalimu mbora kuliko walimu wote waliowahi kutokea katika dunia, tumepewa sisi Waislamu kitabu bora, mwalimu bora, na sisi tukateuliwa kwamba ni umma uliokuwa bora. Tunataka nini zaidi ya hapo? Tukishindwa ni sisi wenyewe. Sasa hili ni amana, mbali ya kwamba tumepewa, lakini hii ni amana. Uislamu ni amana, kwamba tuusimamie, kwamba tuuendeleze, tuupiganie, ni wajibu wetu. Tuupeleke mbele, ni wajibu wetu. Ulitegemea kwamba tuupeleke mbele, kwanza tuanze kwa wale ambao wao hawajapata neema hii, kuwafikishia ni wajibu wetu, au sivyo jamani? Ni dhamana yetu. Lakini tujiulize, utafikishaje huu Uislamu kwa asiyekuwa Muislamu, ikiwa wewe mwenyewe Muislamu huo Uislamu umeusahau? Hata jamani, huyu mwalimu ambaye kasahau kabisa masomo yote, atakwenda vipi kumsomesha mwanafunzi kwa masomo ambayo yeye mwenyewe anaonekana hasa kwamba kayasahau? Kwa hivyo hii ni dhima kubwa sana tuliona, na tusiache. Kwa maana hiyo, kama tuna dhima kubwa, ni pale sisi wenyewe Waislamu tunapousahau Uislamu wetu. Dhima yetu kubwa ni kuwakumbusha wenzetu waliokuwa wameusahau. Ndio kama hivi alivyofanya khatibu hapa, kwamba tumejisahau na tunayaona kwamba tumesahau. Sasa hili mimi nasema, ndugu zangu, kwenye maisha yetu, maana sisi ndio tunasema nchi hii ina Waislamu, si nchi nyingi zilizopata neema kama iliyopata Zanzibar.
Hata hizo nchi unazoambiwa wewe kwamba zina Waislamu wengi sana, au nchi za Kiislamu zinazojiita nchi za Kiislamu, hazikupata neema hii. Sasa sisi bahati mbaya kwamba pamoja na neema hiyo, lakini tunaona kwa kadri maisha yanavyokwenda tunapelekwa kutoka nje ya Uislamu, tena kwa nguvu kubwa sana. Ndio tunakopelekwa. Akhlaki za nchi hii tunaziona zinavyopotea, na zinapotea kwa sababu moja kubwa: wale waliopewa dhamana ya kusimamia au waliojipa dhamana hawashughuliki na hilo. Nchi hii tulisema ya Waislamu, wazungu walipokuja, hiyo miaka walipokuja, Waingereza wameanza kuitawala nchi hii 1890, wakatuweka chini ya wenyewe wanaita mahamia, protectorate. Alikuwepo sultani toka 1830, ndio rasmi sultani kaja nchi hii, akaendeleza misingi ya Kiislamu alioikuta, sababu Uislamu nchi hii haukuja na sultani. Ndio maana tunaona kuna msikiti kule Kizimkazi umekuwepo miaka zaidi ya 900 kabla sultani hajaja. Sasa lakini alipokuja yeye kaendeleza hiyo misingi ya Kiislamu, kaika makadhi, akafanya nini. Lakini Waingereza walipokuja wao wakasema nchi hii hapa ilipo pazuri, kwa sababu walitawala Waingereza dunia nzima, takriban nchi nyingi, lakini hawakukuta pahala walipotawala pakawa pana ustaarabu, pana nidhamu, pana misingi kuliko Zanzibar. Hizo ndio wenyewe wanavyosema kwenye ripoti zao wenyewe.